iwe ni kweli. Na unapokuwa huru, unaanza kupokea manufaa ya kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale palikuwa panajulikana sana. Geita ile ilikuwa inajulikana. Pengine ilikuwa mapema asubuhi, penye Yesu alikutana na huyo jamaa. Pengine ilikuwa jioni sana. Pengine ilikuwa saa 6 mchana. Pengine ilikuwa kunanyesha. Pengine kulikuwa jua linawaka kama leo. Lakini hiyo ilikuwa wakati umechaguliwa na Mungu, so that wewe mwenye umekuwa uingii kanisani kama wa kwanza, ukaponywe na ukaanze kuingia. Ina uwezekano unaweza ponywa na kutendewa makubwa na kubarikiwa, na hizo baraka ndio zitafanya ukaingie kwa nyumba ya Mungu. Ina uwezekano. Kuna wenye waliingia kwa nyumba ya Mungu ndio wakabarikiwa, na kuna wenye walibarikiwa ndio wakaanza kuingia kwa nyumba ya Mungu. Huyu jamaa alikuwa miongoni mwa wale walioharibu maisha yao kwa miaka mingi, na Mungu akakutana nao wakiwa huko wamechanganyikiwa. Lakini kupitia kwa huo uponyaji, kwa muujiza, kwa matendo makuu ya Mungu, huyu mtu akaamua akatembee kwa miguu yake akaingie kanisani, na huko ndio alisamehewa dhambi zake zote, na akaenda akimhubiri huyu Kristo, na maisha yake yakabadilika kabisa. Sasa naombea wale watu walio mahali hapa, mjue ya kwamba kuokolewa kwako hakuwezi fanana na kuokolewa kwangu, na wewe kukombolewa kwako hakutafanana na kukombolewa kwangu. Wewe kutembelewa na Yesu wakati wake hautafanana na wakati wangu. Kuna wenye wanatembelewa usiku wa manane. Kuna wenye watembelewa wakati wa jua. Kuna wenye wanatembelewa wakati wa kiangazi. Kuna wenye wanatembelewa wakati wa njaa. Kuna wenye wanapigwa mpaka wanakufa na wanatembelewa na Yesu. Kuna wenye wanatembelewa kama wameshiba. Wewe wakati wako wa kutembelewa ni tofauti na wakati wa huyu. Ndiposa tunahubiri injili hii kila siku, ili mtu afike wakati wake wa kubadilishwa, akisikiza neno la Mungu. Wakati wako kama umefika, fanya maamuzi. Lakini kama hujafika, ngojea Bwana ukimsikiza. Ninatangaza siku ya leo, kila mmoja akachue wakati wake wa kubadilishwa. Ukamulika macho yako, ukafunguliwe macho ya ndani. Mambo mengine inaweza fanyika kama ya mzaha, kwa sababu umezoea kukuniwa, umezoea umeporwa. Unaona watu wanakukuchia, unadhani wanakupora tena. Ni kumbe Mungu ametumia njia hiyo ili akapate kukusongesha mahali pengine. Watu wa kubarikiwa ni wale risk takers. Kweni watu wenye wanachukua riski. Usiogope kutoa pesa na kuanzisha duka. Usiogope kutoa pesa na kuanzisha kibanda. Usiogope kutoa pesa na kuanzisha kuuza nguo. Usiogope kutoa pesa na uanzishe kufungua bank account yako, ili kila wakati ukipata shilingi 10 unaweka kwa simu, na hiyo simu inatuma kwa akaunti yako. Siku ya 3 haitakuwa shilingi 10, itakuwa shilingi 30. Mwezi mmoja haitakuwa shilingi 10, lakini itakuwa shilingi 70. Kwa mwaka haitakuwa shilingi 10, lakini itakuwa imefanya multiplication. Na unapata banki inakupatia sasa loan, na unaweka kwa biashara zako kwa sababu una invest na banki. Hivyo ndio Mungu anakuinua na unakuwa maarufu. Mungu anaweza tembea kwa njia kama hiyo. Wakati wa
Mungu si wakati wa binadamu. Naye Mungu akiamua kuja, amekuja. Anatenda yale binadamu hakuwazia atatenda. Anakung'oa mahali, anakupeleka pengine. Kwa sababu ni Mungu wa connectivity. Mama Ani, huyu Mungu ndio wa kuconnect. Sio wewe ulijileta hapa, lakini ni Mungu alikutembeza akakuconnect. Ukapita sehemu nyingine zote ukajileta. Wachia Mungu akafanya maamuzi yake. Wacha Mungu akakuelekeze penye unaenda. Jifungie kwa Petro, muulize Mungu mapenzi yake, naye atazungumza vizuri sana. Hata kama wewe umechanganyikiwa, haujui wewe ni wa hema gani, lakini uko kwa hema hili, muulize Mungu kwamba akakuonyeshe hema lako ni gani, kwa sababu ni kwa hema lako yanakuja na baraka kudeposit. Ni pale kwa birika, malaika wa Mungu alikuwa anashuka na baraka ya kila mmoja aliye mahali pale. Lakini jamaa huyu, kwa sababu akili zake zilikuwa kwa hema lingine, pengine uko hapa na unawaza ACK, pengine uko hapa na unawaza jawabu lingine, pengine uko hapa na unawaza mchungaji mwingine, lakini ujue malaika wako ametumwa siku ya leo akaachilie baraka zako. Kama mawazo yako iko kwa hema lingine, basi baraka hizo hautazisikia na hautaziona, na ujitumbukize ili ukapate kupokea baraka hizo. Mwana wa Mungu, nakusihi, wacha akili zako zikawe kwa baba huyu mmoja, na utumainie tu Mungu penye huko, kwa sababu hema hili ni la Mungu na ako hapa hata wakuponya magonjwa magumu na mazito. Huyu Yesu anaponya katika jina la Yesu Kristo. Hatutaomba mkate tukiwa kwa hema hili, hatutalialia njaa tukiwa kwa hema hili, hatutatembea wote tukiwa kwa hema hili, hatutakuwa watu wakosa kabila tukiwa kwa hema hili. Sisi ni wa kabila la Yesu, kabila la Yesu. Yesu aliye mwana wa Jese katika kabila ya Wayahudi. Sisi ni kabila la Yesu. Yesu, tunakuabudu Bwana. Inua mikono yako na mwambie Mungu, kuanzia leo ninaamua, wewe ninajitenga Bwana, nikakae kwa hema lako. Wewe tutashinda kwa birika tu, tukingoja kugadabika, lakini tutaingia katika nyumba yako, tutakusikiza Mungu wako. Nataka kila mmoja, kama umeketi tu hapo, anza kufungua kinywa chako, mwambie Mungu, Mungu